Tasema tuzungumze na daktari kwa namna gani mtu anaweza kujikinga na majanga kama haya, kwa sababu hili si kwa watoto, hata kwa sisi watu wazima. Kuna yule mtu ambaye anatembea, yuko barabarani, mvua imemkutia, ama yuko sehemu ambayo hapana sehemu ya kujihifadhi, anaona bora labda akae chini ya mti ama akae sehemu gani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unatakiwa kuchukua tahadhari pale kunapokuwa na mvua kubwa, lakini pia zile radi za mfululizo zinapokuwa zinapiga, ni hatua gani zinatakiwa zichukuliwe? Basi tumsikize daktari hapa ambaye ametufafanulia kwa ufupi kwamba ukishaona dalili hizo ama ukishaona radi ufanyeje ili uweze kuwa sawa na uweze kuwa salama, kuepukana na maafa kama haya ambayo yametokea kwa hawa watoto. Mambo hayo tena. Zungumzia radi. Radi ni umeme wa asili na wenyewe unakuwa mkubwa sana. Wenyewe chanzo chake huwa unatokana na mkusanyiko wa chaji hasi na chaji chana zilizokuwa angani. Kikawaida angani kwenye mawingu huwa tunasema ni kwamba kuna chaji hasi na chanya. Sasa unapotokea wakati wa mvua au mvua inapotaka kunyesha, na kutokana na kusafiri kwa mawingu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, zile chaji huwa zina kawaida ya kugusana. Kwa hiyo zikishagusana huwa zinatengeneza umeme mkali sana, ndo tunaita radi. Kwa hiyo kuna mawili, ikiwa tu ni umeme wa kawaida ulioform baada ya hizo chaji kukutana, huwa inaweza ikapelekea ule mwanga ukatokea tu kule angani ukaisha, au ule mwanga mawingu yanaposafiri kutoka wingu moja mpaka jingine ukaisha kule. Lakini umeme unapokuwa mkali zaidi, ndio tunasema ni kwamba huwa inaweza ikafika mpaka katika maeneo yetu tunayoishi. Kwa hiyo na hii radi kwa inatokea huwa inakuja na sifa zifuatazo. Kwa kawaida huwa kunakuja na mwanga mkali sana, lakini ukiacha mwanga mkali huwa kunakuwa na joto kali sana, inakuwa na joto kali sana. Hizo ni baadhi ya sifa za radi, na inasafiri kwa haraka within seconds. Na mara nyingi huu mwanga kutokana na sifa yake ya kusafiri kwa haraka huwa inapelekea ile radi ikija unaanza kuona mwanga, alafu baadaye ndio inafuata ngurumo. Kwa hiyo hizo ndizo sifa chache za radi. Sasa kipi kinatakiwa kufanyika? Manake tunajua huu ni umeme, na umeme huu ukiwa unatoka angani kuja ardhini huwa unapenda sana kushambulia maeneo yenye majengo marefu au miti mirefu, lakini pia unapenda kufikia sehemu za wazi, lakini pia tunasema ni kwamba unapenda kwa kupata mazingira rafiki, hasa mazingira yenye asili ya umeme au mazingira yenye maji pia. Nini kinatakiwa? Kwa sababu tunaona ni kwamba umeme huu ukija kwa kasi huko ardhini unaweza ukasababisha maafa makubwa. Kuna sehemu nyingine radi ikipiga kubwa zaidi inapelekea nyumba zinaweza zikaungua au vitu vikaungua, magari yakaungua. Inaweza ikapelekea vifo pia. Kwa mfano kama tuliona jana kamanda wa polisi wa kanda maalum Mheshimiwa Jumanne Muriro, nakumbuka alikuwa anatoa taarifa ya vifo vya watoto 3 kutokana na radi. Kwa yule mwanga ni mkali sana. Nini kinatakiwa kifanyike wakati wa mvua zinapoanza au radi zinapoanza na ngurumo? Tunatakiwa tuepuke kukaa sehemu za wazi. Kwa mfano sehemu ya uwanja ya wazi hautakiwi kukaa hizo sehemu. Kukaa sehemu yenye miti mirefu pia hautakiwi ukae hiyo sehemu. Lakini radi pia ikiwa inanguruma sana na ngurumo zake, hautakiwi kuwa mazingira karibu ya vifaa vya umeme au kushika vifaa vya umeme. Lakini ukiacha pia hiyo kushika vifaa vya umeme, hautakiwi pia kugusa maji. Wakati wa radi kwa inatokea, kama ulikuwa unaogelea unatumia maji, ni vyema ukaachana nayo wakati huo. Sehemu gani ni nzuri za kukaa wakati wa radi inapotokea? Tunashauriwa radi inapotokea au zinapiga, watoto wetu, sisi wenyewe au watu wetu wa karibu, tunatakiwa tuingie ndani ya nyumba kama tuko ndani ya nyumba. Na humo ndani ya nyumba unapokaa, hakikisha ugusi kitu chenye asili ya chuma, hakikisha ugusi kitu chenye asili ya umeme, lakini hakikisha uwe hauchezei maji, kutokana ule mwanga ukija unapenda sana kufikia katika hayo maeneo. La utakuwa labda maeneo ya wazi tu,
basi hata kama ukiwa sehemu ambayo haina nyumba, ukiwa eneo la wazi, tumejua pale mwanzo kwa ni kwamba radi inapenda kufikia sehemu tunasema ni kwamba zenye asili ya wazi, basi unatakiwa uchuchumae, na ukichuchumaa hakikisha miguu yako umeikusanya pamoja, kwa sababu miguu unapokuwa miguu radi inapopiga unapoikusanya kwa pamoja, inasaidia ule umeme wa radi usije ukakuasili kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo unatakiwa ukusanye miguu kwa pamoja na uchuchumae, usisimame na wala usilale chini. Ukilala chini ni madhara zaidi, na ukisimama ni madhara zaidi. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba unatakiwa uchuchumae, lakini baada ya kuchuchumaa ibani miguu yako vipi. Kingine unachotakiwa kuzingatia ni kwamba una radi ikija, kama uko kwenye gari, hakikisha umekaa kwenye siti vizuri kabisa, na hakikisha haugusi chuma ya kwenye gari. Siti ina asili ya plastiki au ina asili ya mipira ile, kwa hiyo ile mara nyingi huwa isafirishi umeme. Kwa hiyo hata ukiwa kwenye gari, basi hakikisha usiki kitu cha chuma, au hakikisha unakaa kwenye paa la nyumba ambalo lina ugumu mzito. Maneno mmesikia jamani, sio tena mnasikia muungurumo wa radi mmekaa nje. Ingieni ndani, kaeni kwa kutulia, msichezee maji, msishike vitu vya umeme, msishike vitu vya chuma. Yani nilikuwa na tamani kujua zaidi, mpaka nikatamani daktari kama angekuwa hapa ndani ili tuweze kumuuliza zaidi, lakini hili tutamtafuta daktari mapema tu, hata wiki inayoanza aje alifafanue vizuri hapa studio, ili hata kama jirani ana maswali ama sisi tuna maswali zaidi tuweze kuuliza na tujue namna bora ya kujilinda, kwa sababu hata msimu huu wa mvua ukiisha, mvua inaendelea, kuna misimu ya mvua ambayo inafuata, na radi, mvua ni vitu ambavyo endelevu kwa maisha yetu ya binadamu na mazingira ambayo tunayo. Kwa hiyo tutajifunza zaidi, kwa sababu hii elimu wengi hatuna. Huwa tunajua, mimi mfano kwenye swala la vitu vya umeme, hata simu, radi ikiwa inapiga huwa sishiki simu na iacha mbali, tena naiweka mbali kabisa na mimi. Mamangu anamuona yeye huwa anazima kabisa simu yake. Kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa tukisoma wote sekondari, aliwahi kuletewa zawadi ya simu nzuri. Aliporudi hakurudi nayo. Nikamuuliza kwa nini hujarudi na simu? Akasema alikuwa ameichomeka kwenye chaji. Radi anasema ilipigwa. Unajua zile radi za mikoani waga ni kali sana. Anasema kuna radi moja ilipiga, ile simu ilizimika, haikuwahi kuwaka mpaka leo. Inawezekana. Anasema radi ilipiga, simu ikazimika, haikuwaka mpaka leo. Ndio tumeambiwa sasa, unasikia radi unakimbilia ndani huko umesimama wima. Mwingine anaendelea kuongea na simu, anashika vitu vya umeme, ni hatari. Ndio yule anakuambia nilikuwa kwenye gari, radi ikaja ikanipiga, na kwambia gari kaaka moto. Umeshaambiwa kama kuna asili ya chuma, relax. Usishike hivyo vyuma. Usishike hivyo vyuma. Chuchuma. Manake ukilala ni hatari, na ukisimama pia ni hatari. Kukaa kwenye miti mikubwa. Kwa hiyo na hii elimu inabidi tutoe pia kwa watoto wetu. Kabisa. Kwa sababu watoto ndo wamekuwa sasa hivi wanaathirika, hawaelewi. Wakiona mvua zinanyesha, unakuta mtoto yuko barabarani anafurahia na una raha, lakini kumbe baadaye kuna kuja kuleta madhara makubwa kama haya. Na wengine ndo kama umeambiwa akaanza kukimbia ovyo. Kwa hiyo anatoka sehemu salama, anaenda kwenye sehemu ya hatari, anaenda chini ya mti, anaenda uwanjani ambako ni kweupe kabisa. Umemsikia daktari anasema usikae maeneo ya wazi kabisa. Anaenda pale uwanjani. Kwa hiyo inakuwa ni tafrani, kwa sababu hawana elimu ya namna bora ya kujikinga na radi. Na hii elimu nadhani ikitolewa shuleni nzuri zaidi. Ni nzuri kwa sababu itawafanya hata watoto wote waweze kuelewa pindi mvua inaponyesha, wakae sehemu moja na waweze kutulia. Na wachukue tahadhari kwa namna gani. Unajua watoto ni waelewa na ni mabalozi wazuri sana. Elimu ambayo wataipata shuleni wataenda kuisambaza kwa watoto wenzao, wataisambaza kwa wanafamilia, na wao watakuwa ni mabalozi wazuri kwa wengine pale ambapo inatokea kuna mvua kubwa ama kuna radi. Kwa hiyo hili nadhani tutaliongea kwa ukubwa sana. Na tutatoa wito watoto waweze kupatiwa elimu huko shuleni ili waweze kujifunza zaidi. Tutaliongea kwa upana kwa kweli, kwa sababu mvua bado zinaendelea kunyesha na watoto wanatakiwa wapate tahadhari. Hata sisi watu wazima, mimi mwenyewe binafsi nilikuwa sijui. Yani radi inapopigwa unatakiwa ufanye nini? Mimi nilikuwa sijui. Ningeendelea tu kunyosha shingo mbele, natembea na zurura tena na puyanga. Unakaza fuvu dada. Ndio nitaka nijue pia atakapokuja tuulize, je, uwiano wa kuvaa nguo nyekundu na radi vinahusiana nini? Yes, mambo sio kutembea peku. Ndio maana anasema daktari itabidi aje, kwa sababu tuna maswali mengi na tunahitaji ufafanuzi mzuri zaidi kuhusiana na hili swala.
Sawa, tuko na Azam hapa ambapo wao wameamua jambo ni moja tu hapa mjini. Promotion ni moja tu. Bongo, Dar es Salaam na Tanzania nzima kwa ujumla. Kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Unalipia 28 unaongezwa mpaka kifurushi 35. Ambapo tarehe 27 Februari kwa muda wa miezi mitatu mfululizo tunakuletea ofa maalum isiyokosa kusisimua. Ni kweli isiyokosa kusisimua kwa sababu wana mambo mengi mazuri kwako wewe mtazamaji na mpenzi wa Azam TV. Na kuna namna ambavyo unaweza ukalipia. Ni rahisi, salama, na haina mambo mengi. Sema jamani kuna traffic jam, message haijarudi. Tumia Azam Pesa. Njia salama, rahisi, yenye uhakika zaidi. Ndio, umenisikia hapo ulipo sasa hivi. Kwa hiyo lipia 28 upate kifurushi 35. Yaani soko ni moko cha juu zaidi. Kimewaka kweli kweli. Wahi sasa kabla ofa hii hapa haijaisha. Sawa sawa. Jirani yetu, mimi nataka tusikie kutoka kwako. Wewe ambaye unatusikiliza time hii. Ikitokea kuna radi inapiga katika maeneo yenu, ni tahadhari gani ambazo umekuwa ukichukua ama ni uelewa gani ambao unao wa namna ya kujilinda na madhara ya radi? Tupigie kupitia 0777 64 44 46 ili uweze kushare na sisi ili tujifunze, lakini kama pia hauko sahihi tuweze kurekebishana na pia tuweze kupata cha kuzungumza na daktari pale ambapo atafika na kutoa elimu humu ndani. Haya, huyu hapo Umi. Hello. Hello. Hujabonyeza. Nimebonyeza. Mbona sisikii kitu? Kimya nakwambia. Hii hapa. Ngoja tusubiri nyingine alafu tuone kwamba yaliyomo yamo au madhara ya mvua yashaanza kuleta tafrani kwenye mawasiliano. Tusishike vitu vya chuma. Maisha yenyewe hicho ni chuma. Kwa hiyo nataka mradi ikipiga ukimbie tena studio. Sasa bila ubaya hapa bila kugusa vitu haviendi. Hapo ndo kitakaponiramba. Tutapeana zamu ndugu yangu. Sio tumsikie huyu. Kuna kitu hakiko sawa. Kweli. Sinaona kimya sana. Johnson, basi hebu njoo ufanye mambo. Maana lazima tushirikiane na jirani ambaye anatusikiliza yuko namna gani huwa anajikinga ili kuweza kujidhibiti na kuwa salama endapo tu kuna mvua hizi ambazo zinaendelea kunyesha, lakini katika hizi radi. Nakumbuka ilikuwa ni wiki iliyopita Mariam. Ilikuwa ni Ijumaa ile kama sikosei. Mvua ilinyesha usiku kucha, ile siku ikapiga bonge moja la radi, amazing sana. Bwana. Watu wakaanza kusali na kwambia kama una mpendo wako inabidi umtafute jamani ujue kama anaendeleaje. Watu wameanza jamani mpendo anaendeleaje. Yeye unajua ile ilipiga radi ambayo sasa ile radi ndio inakukuta barabarani ama kwenye mti. Halo. Utoboi. Kweli. Ndio nikaanza kusikia tena watu ma TikTok tena. Jamani inabidi sasa tuanze kusalimiana manake radi ile iliyopiga muuliza mwanzo kama kamka salama. Sasa uzuri kwamba uko nyumbani. Yaani ile radi uko nyumbani, umefunga mapazia, umefunga dirisha, umejifunika shuka lakini bado unaifeel. Na umeambiwa ukilala pia sio salama. Sasa kitu kinakupata, yani kwa sababu huwezi kujua kwamba radi muda huu inapiga. Mimi huwezi amini. Wewe unasikia tu mgurumo. Alafu ukisikia mgurumo, sio zamani pia tulikuwa tuna tofauti. Ukisikia mgurumo ndo unaogopa. Kumbe ule mgurumo ni usalama. Kitu ni kile. Ule muliko ule ndo wenyewe. Unamulika. Ile radi ulipiga mamako nilikuwa nimelala kama nimekufa, nilikuwa fufufu hiyo siku. Hata ukusikia? Sijasikia. Unakuja kuenda unakuja kuniambia. Alafu unajua ule mwanga ile nani ya radi umesha kuiona? Inapasua. Kwenye anga jinsi ambavyo inapasua. Inaweza kukuharibu macho pia kwa sababu inakuja na mwanga mkali sana. Umesema wewe Dr. Umi. Nimesema mimi. Umeanza kuyakuza mambo. Weko mwanga ule kweli. Ule muliko, ule umeme ule, maana unaitwa ni umeme wa juu. Ule umeme wa juu wa radi. Wewe pata picha unavyokuwa. Yaani unajua ni kitu unakiona kabisa kwamba hichi ni kitu cha hatari, sio cha mchezo, kwa sababu yani ukiona ilivyopasua pale alafu mvua kubwa inanyesha. Unakumbuka kuna siku nilikwambia kwamba nilikuwa niko safarini nikaona radi imepiga nikapanic. Sasa eneo ambalo nilikuwepo ndio ile eneo ambalo kama daktari analosema, yani ni barabara ni pana, alafu ni kweupe. Kwa hiyo unaona kabisa inavyopasua pale kwenye kile kioo. Kwa hiyo kuna yale mazingira kwa kweli. Sasa sijajua pale unatakiwa upaki
Ulichanganyikiwa. Au ufanyeje? Sasa ufanyeje? Si ndio usicheze tena vitu vya chuma mamangu. Sasa wewe mtu uko kwenye gari ndio dereva. Unapiga gia kwa nguvu, unataka sifa tena uwai. Kwani ni sifa ndugu yangu? Unawahi kufika tena ndio ukajistiri. Umekazana na gia mama, usukani mama. Haya mbele, nyuma. Umepeleka kushoto kulia. Muliko mama. Ukija tutafuta sehemu pumzika. Ila sio kwenye mti. Sehemu za kupumzika ndio hizo unakuta ni sehemu za watu. Ndio sasa uko kwenye gari ndio usisimame. Sasa utasimamaje kwenye gari bwana na wewe? Kwani uko kwenye DCM, Alhamdulillah. Maana ukisimama nchale ukilala nchale. Ni hatari kwa sababu najaribu kuwaza kwamba mko kwenye gari kama unavyosema usafiri wa watu wengi, public transport, halafu mvua kubwa inanyesha kama hiyo, kuna radi na yale madaladala yetu wanavyojua kujaa. Mimi naona bora yale. Mkiwa wengi mnastiriana. Mnastiriana vipi? Mwenzangu. Wewe kwa pekee kama kuku. Mnastiriana vipi? Maana yake ushaambia uchuchumaa, unachuchumaa vipi? Kama uchuchumaa mpaka kwenye gari. Sasa unaambia uchuchumaa ubane miguu. Wewe hujamsikiza daktari vizuri. Unabana miguu unachuchumaa. Wewe niambie lile DCM lilivyojaza. Lakini hakusema linatoka Makumbusho Tumbagala. Sawa? Kariakoo Kimara. Si unanielewa? Hebu jaribu kunisikiliza. Huwezi kuchuchumaa kwenye daladala sasa. Wapi Chatembo. Dada safari ndo Mbondole kimekukuta. Umeelewa? Na kulivyo mbali na umesimama. Inapiga ile radi. Unataka uchuchumae. Wewe unaniambia nini? Unaniambia kwamba ni afadhali. Sasa uchuchumaje kwenye daladala? Yeye hajasema hivyo. Ndio maana haje atuambie. Hapo kwenye kuchuchumaa. Daladala ni mkubwa kwa kweli. Tukiwa kwenye mazingira gani? Maana sasa utaambia watu wachuchumae kwenye daladala. Kuna wamama wanaumwa magoti. Ndio achuchumae hawezi. Huyo ni wewe. Sasa itakuwaje? Mimi niliumia goti. Mbona siku nitachuchumaa? Wachezea uhai. Kifo mchezo. Kifo sio mchezo. Kuna mtu anaogopa, lakini ukisikia bwana, wewe mtu wa jirani yako unaambiwa radi imepiga imekunguta pale, huyu hapa kaondoka. Wewe utaacha kuchuchuma chini ukabana miguu? Na wenzetu ambao wako kwenye baadhi ya mikoa hapa nchini wana hali ngumu kwa sababu hizi ripoti za radi kuua huwa zinakuwa mara kwa mara. Unajua ni mambo mageni kwa jiji la Dar es Salaam. Hata wa mikoani wameshangaa baada ya kusikia hii taarifa kwamba na nyie mmefikiwa. Lakini huko mikoani kwenye msimu wa mvua imekuwa ni swala la kawaida kabisa kupata hizi ripoti kwamba watu kadhaa wamefariki dunia tena wakiwa wamelala ndani. Na radi imepiga. Ndio kile ambacho nilikuwa nakwambia. Kwamba wewe uko zako umelala ndani umejifunika shuka, lakini sio kwamba ndio uko salama. Hauko salama pia. Kwa hiyo tunahitaji kupata elimu na watu waulize maswali, daktari aweze kujibu. Kama ilishai kukukuta, kuna wale ambao wanapenda kwenda shamba. Unajua kuna yule mtu anahamia shamba kwamba anakwambia kipindi cha kilimo, kwamba kipindi cha mvua tunaenda kuandaa mashamba. Anatoka kabisa nyumbani kwake. Anakaa kule mwezi mzima. Ikiwakuta wale katika hali kama ile inakuwa ndio sikia kafia shamba. Tumekuta tumeambiwa amefariki, kumbe ndio radi ilipiga. Mwenyewe anahangaika tena kuhamia mpunga. Mambo hayaeleweki tena mtu. Manake unajua wakati mwingine kwa nini watu wanakaa chini ya miti Ndio kama vile mtu yuko shamba, mvua imepiga kubwa, anajificha wapi? Anaenda kujikinga na mvua chini ya mti. Kumbe ni bora uloe, ufike unakokwenda kuliko ukae chini ya mti ujikinge na mvua, lakini kumbe unajiweka kwenye hatari pale ambapo radi inatokea. Kwa hiyo ni mambo ya hatari jamani. Zamani tulikuwa tunaambiwa, tunakumbushwa, lakini hata wahenga walikuwa wakisema vitu kwa maana. Ndio maana tunataka kujua daktari akija hapa. Hivyo hizo nguo nyekundu tulizokuwa tunaambiwa tukisivae kipindi cha radi zinahusiana na nini? Ni kweli haya matukio ni kweli. Ukivaa sweta jekundu maana watoto shule wanayavua. Mtu akishaambiwa radi na sweta jekundu analitoa, mtoto anakuja anapata mpaka asthma. Maana yake anaambia imekuaje? Nakwambia nilikuwa naogopa radi. Hivyo vyombo vya umeme tena. Ushaona radi tena unataka sifa. Umeme umetripu mbio. Unaenda kwenye socket breaker unawasha, unazima. Haya, umepigwa na shoti ya umeme, utasema nini? Kwa hiyo wakati mwingine inabidi pia tuchukue tahadhari ya mapema. Tumeshapewa tahadhari hii, kwa hiyo na sisi majumbani tuwe makini. Kama kuna TV, kuna laptop, kuna nini, tunazima kwa muda. Internet tunaacha kutumia, tunazima kabisa kwa muda. Na wewe ndio una tabia kupigia wenzako wakati radi inapiga. Kuna siku unanipigia mimi najiuliza, kwani huyu asikii radi na mvua ama ni wale watu ambao wamechanganyikiwa? Kweli? Sasa sinaweza kujua ndugu yangu kama uko salama. Huwezi kunipigia wakati bado tukio linaendelea Wewe unaona kabisa radi inapiga. Mimi nimeweka simu yangu mbali. Najaribu sasa unajua nashindwa hata kuisogelea kwamba niikate au niweke silent. Mtu kakazana anapiga, najiuliza ina maana kwao huko radi hakuna
au ndo wale watu ambao hawana uelewa wanasababishia wenzao madhara? Itakuwa ni mimi sina uelewa. Kwa hiyo kuna mimi alafu kuna wengine ambao majirani ambao wako hapa tutawakilisha vizuri. Inabidi iwe hivyo. Na hii elimu tuache ubishi na ujuaji. Kuna wale watu wengine ambao wanaambia kabisa bwana hapo usifanye hivyo, ni radi. Mtu anakuambia asikia bwana tushazoea bwana radi bongo. Kwani radi bongo hii radi kwani mara ya kwanza mbona tumeshazoea sio nini? Yani jamani tuache ujuaji. Anakuambia kama ulipangiwa kufa utakufa. Radi inaua, sio hivyo sasa. Utakufa kwa radi? Kuna watu wajuaji. Waache ujuaji. Kwa radi au utakufa kwa nini? Mtu amekazana kwenye karakana huko zanagongelea vitu na kwambia anachomelea. Hajui sasa. Ndio tunawapa elimu sasa. Wale mafundi gereji pia manake wao wanacheza sana na vyuma. Mvua inanyesha huko chini kule uvungu wa gari anakorokochoa sima korokoro gani kapandisha kashusha. Radi jamani zinaua, radi inaua na sio maskara. Tahadhari ni muhimu. Japokuwa Dar es Salaam matukio kama tunarudia kusema kwamba hayako mengi, lakini inapotokea kama hizi mvua ambazo zinaendelea kunyesha, mvua inanyesha bwana, radi zinakung'uta. Kwa hiyo tunatakiwa tuchukue tahadhari. Kwa wale ambao wako mikoani ni muhimu pia, kwa sababu mara nyingi unakuta ndo tunasikia huko ukanda wa nyanda za juu huko ndo tunasikia sana mara kuna radi mara kuna nini. Kwa hiyo tahadhari ni kitu muhimu sana 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 sana. Jamani, sio kule kwenye AFCON tu ndo watu wamevuliwa ushindi na kunyang'anywa makombe. Niko nasoma taarifa hapa ambayo imetoka kwenye uongozi wa Samia Cup, Samia Celebrities and Companies Cup, kuhusiana na mechi ya kirafiki baina ya Crown Media FC pamoja na Clouds. Kwa hiyo Clouds wamevuliwa ubingwa. Ndio. Kwa sababu kuna kanuni zimekiukwa pale. Takuja kukwambia kwenye mboni yetu. Usiniambie maana yake ile matashiti walichotufanya walikuza mambo. Walisema kwanza watakuwa na paredi ya kutudhalilisha siku 7 mfululizo. Kwani ile ndio kikombe cha kwanza. Wamebeba kile kikombe walikitangaza kila mahali. Sio kama sisi hatuna wachezaji wazuri, tuna wachezaji wazuri sana, tuna mastreka bora sana. Kuna makapiteni wa kudumu. Umeelewa? Na tuna timu bwana. Crown tuna Kuna mtu aliniambia leo wanataka kuomba mechi na nani? Na Crown. Nikama sasa mimi nitakuwa upande gani maana sielewi. Tukunje jamvi sisi. Tukutane kwenye mboni. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.